Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Gavoo Media? Kila siku kila wakati tupo tena kwenye sports updates, na leo bwana tunaenda kuzungumzia mambo mbalimbali ya kimichezo, lakini tutatupa jicho letu kuhusiana na michezo ambayo imepigwa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo ambao uliwakutanisha Yanga dhidi ya Pamba Jiji, lakini pia Azam dhidi ya Mbeya City. Lakini ukiachana na hilo tutazungumzia mchezo ambao utapigwa leo jioni hapo mida fulani hivi ya saa 1 ambao utawakutanisha Simba na Fountain Gate kutoka Manyara. Sasa tukianza moja kwa moja kwenye mchezo wa Yanga na Pamba Jiji, ulikuwa ni mchezo wa tofauti kabisa. Mchezo ambao Yanga kashinda kwa mabao matatu, lakini watu wakiwa na doubt kuhusiana na performance ya mchezo, jinsi Yanga wanavyotengeneza mashambulizi yake na wanavyoshambulia mchezo. Wamekuwa chini sana, yani timu haina ile uharaka kufanya matukio yake kwa usahihi, na timu ilikuwa katika kipindi cha kwanza ipo kinyonge sana, na mashabiki wakiwa na doubt kubwa. Na nilivyotazama mchezo ule bwana, Yanga kwenye kipindi cha kwanza kiukweli walikuwa chini sana, kocha akiwa na kiungo Balakonte ambaye alizidiwa kwa kiasi kikubwa na viungo wa Pamba Jiji, wakina Kelvin Nation walikuwa na ubora mkubwa, wakina Najim Musa waliweza kumiliki dimba kwa kiasi kikubwa. Kwa mpaka kipindi cha kwanza kinafika dakika ya 45 bado bila dakika za nyongeza ndo Magic akifunga bao zuri kabisa la kichwa baada ya assist ya Edmund John na kupelekea Yanga kuongoza kwa kipindi cha kwanza kwa bao moja, lakini watu wakiwa na sintofahamu kutokana na performance. Na Romain Folz toka amekuja Yanga amekuwa na mabadiliko ya kikosi chake, mara nyingi anaanza mara na Andabwile, lakini pia sometimes anaweza akacheza Musa Balakonte au akatumika viungo wengine. Lakini karata turufu ndani ya kikosi cha Yanga ni Mohamed Dombia. Huyu amekuwa kiungo tofauti, kila anapoingia amekuwa akiubadilisha mchezo kwa kiasi kikubwa. Anakuwa na umiliki mzuri, yani anakuwa na jicho la kupiga pasi, anapopata mpira anajua mpira upeleke wapi ili kuweza kuleta hatari. Jaribu kutazama bola tatu ambalo amefunga Maxi Nzengeli, pasi tamu kutoka kwa Mohamed Hussein, ilikuwa ni moja ya goli zuri sana. Mohamed Hussein alioverlap akampa Mohamed Dombia, akamrudishia tena, akaoverlap kwenye nafasi, akatengeneza goli zuri kabisa. Unaona kabisa kocha Mohamed Dombia anamtumia kama kiungo wake ambaye anaenda kuunusa mchezo uhatari wake na kwenda kuamua Yanga icheze vipi, na imekuwa inasaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini pia tukija kutazama mchezo ambao ulikutanisha Wagonga Nyundo Mbeya City na Azam FC, Azam akiwa nyumbani pale Chamazi amebuka na ushindi wa bao 2-0. Kocha Florai Benge akianza vizuri, kacheza mchezo kimataifa kapata matokeo, lakini pia amekuja nyumbani kwenye mchezo NBC amepata matokeo na mpira mzuri. Katika timu ambayo imecheza mpira mzuri hizi kubwa, basi Azam FC ni timu ambayo imecheza mpira mzuri na imepata matokeo. Jaribu kutazama akiwa kwenye kiungo chake akiwa na haya zaidi, moja ya viungo bora kabisa, akiwa anashambulia na kukaba kwa wakati. Lakini pia Barket kiungo mpya huyu amekuwa na kiwango bora sana, akiassist bao la Faisal Salum, lakini pia bao la kwanza likifungwa na Saadun akipiga kichwa baada ya mpira wa kona kurudishwa na akafunga bao. Kwa hiyo unaona kabisa Azam FC wamekamilika kwa kiasi kikubwa, na nilichokipenda zaidi kwa Azam FC ni kikosi chao kujumuika viungo wa Tanzania wengi, yani ndani ya kikosi chao unakuta Tanzania 7 wameanza. Kati ya Tanzania kwenye first 11 na watu 11, lakini 7 ni wa Tanzania. Alikuwepo Faisal Salum, alikuwepo Saadun, lakini pia alikuwepo Nathaniel Chilambo, alikuwepo Yahya Zaidi. Lakini unaona kabisa ndani ya kikosi kuna viungo wengi, na kocha bwana ameamua zaidi kumtumia Sadio Kanuti kama namba 6 wake, akiwa kwenye bezi ya kusaidia mabeki wakati kuja kukaba kucheza na mabeki watatu. Kwa unaona kabisa Kanuti ya zaidi wameongezeka ndani ya kikosi kujenga uimara mkubwa sana. Lakini pia mchezo wa leo ambao tutaenda kutazama mida fulani ya saa 1 hapo utakutanisha Simba na Fountain Gate. Ni kwa jicho tu la mpira unaona kabisa Simba anaingia kama timu namba 1 kwa kuangalia matokeo yao jinsi walivyokutana. Ukiacha mchezo wa msimu uliopita ambao ulisha kwa sare kule ugenini ya bao 1-1 akijifunga Ladaki cha Sambi, msimu huu unaona kabisa Simba anaenda kwa hatari mbele ya Fountain Gate. Ukijaribu kutazama uwanja una mapana makubwa, uwanja Benjamin Mkapa, na kilichowakuta Fountain Gate katika dirisha lao la usajili kufungiwa na kutokusajili kwa kiasi kikubwa, akiwa na wachezaji 14 tu. Kwenye hao 14 wakaribia wachezaji 4 wana majeruhi, wanabaki wachezaji 10. Kwenye wachezaji 10 wawili ni magolikipa. Kuona kabisa wanaenda kuanza leo na wachezaji tu 9, na inaenda kuleta athari kubwa. Wachezaji 8 na wachezaji 8, 7 wanataka kucheza kiwanjani, mmoja ambaye ndio golikipa. Sasa unaona kabisa hii inaenda kuwa ni tatizo kubwa kwa upande wao, wanaenda kuchapika kwa kiasi kikubwa wachezaji 8 mbele ya wachezaji 11 ambao wana quality kubwa
unaona kabisa inakuwa ni athari kubwa, na Fountain Gate ile jambo wamekuwa likijirudia ndani ya uongozi wao, na kabisa kuna shida kwa kiasi fulani. Msimu uliopita wamecheza na Simba, walikuwa bado hawajakamilisha sajili zao za kigeni, wamekuwa na wachezaji wazao peke yake. Kwa hiyo unaona kabisa hii timu imekuwa ina dothari kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo nikijaribu kuitazama mchezo huu, unaona kabisa Simba anaingia kama timu namba 1 na anaenda kushinda goli zaidi ya 3 kutokana na aina ya timu ambayo anaenda kucheza nao kuwa na matatizo yao ya kiusajili. Kiingia kwenye uga wa kimataifa, tunaanza kumzungumzia Kylian Mbappe, routine nyota wa Real Madrid na timu ya taifa ya Ufaransa. Huyu bwana amekuwa hatari mno kutokana na rekodi zake anazoendelea kuweka mpaka hivi sasa kwenye maisha yake ya soka. Shafunga ndani ya Real Madrid mabao 54 ya mikwaju ya penalty ndani ya Real Madrid. Unaona kabisa ni mchezaji ambaye ni hatari sana. Na ukiachana na hilo bwana, kwenye La Liga kwenye mchezo zidi ya Levante ambao ulisha mabao 4-1 Real Madrid akishinda, mabao mawili akifunga Kylian Mbappe, anaenda kufikisha bao 7 katika michezo 8 ndani ya La Liga. Sasa hii rekodi anazoendelea nazo Kylian Mbappe amekuwa ni mchezaji hatari sana. Ukiachana na performance ya msimu uliopita Real Madrid kuwa mbaya, lakini yeye alifanya kwa uwezo mkubwa ubora wake katika michezo ya 38 ya msimu jana ya La Liga, kafunga mabao 31. Unaona ana wastani wa kufunga bao moja kila mchezo. Kwa rekodi hizi namuona kabisa Kylian Mbappe akipita mule kwa GOAT wa miaka yote Cristiano Ronaldo, na anaendelea kufuata nyao, na ni role model wake toka alivyokuwa mdogo, jaribu kupata naye picha mpaka hivi sasa anamkubali sana. Kwa unaona kabisa anapita kwenye zile nyanja za brother wake. Na Kylian Mbappe bwana, kwa rekodi hizi na ikija ile sheria ambayo inasema kwamba mtu mpaka azidi mwili mzima ndio kuwe ni swala zima la offside, kwa kizidi hata kidogo basi hapo hakuna offside. Kwa unaona kabisa ile Mbappe anaendelea atafunga sana mabao mengi ndani ya La Liga na mashindano yote kwa ujumla. Kwa hiyo tumegusia hapo kwa Kylian Mbappe, lakini mwanzo tulianza kuhusiana na issue za Simba, Yanga na Azam katika michezo ya kwanza ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana, hao ndio nimekuletea ndani ya Sports Updates. Sisi hatuna la ziada, kikubwa endelea kusubscribe, kulike na kushare kwa faida yako. Kila siku utaendelea kutupata hapa kuhusiana na kipindi chetu pendwa cha Sports Updates, kujua yale yaliyotokea kwa siku husika. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.